Fuatilia kwa Facebook katika jina la Yesu, ama kwa YouTube nani amesinzia kidogo download hayo mahubiri yote katika jina la Yesu Kristo, ili waweze kutufuatilia kwa YouTube. Mtufuatilie pia kwa Mungu atatuneemesha katika jina la Yesu. Mungu atatuneemesha tutakuwa tunaenda live kwa YouTube na kwa Facebook. Mungu atatuneemesha. Neema ya Bwana itatutosha, maana ni kwa ajili ya Kristo, si kwa ajili yetu, katika jina la Yesu, na ni kwa ajili ya kile alifanya pale msalabani katika jina la Yesu. Ni kwa ajili ya Kristo na kile alifanya pale msalabani. Kule wapi kitabu chako? Amen. Katika jina la Yesu tulikuwa tunajifundisha kitabu cha Wakorintho. Nitasoma mstari wa 10 na ngapi? 11. Tuliachia 11. Amen. 11. Sasa tutaenda mpaka 19. Taruka hiyo mistari mingine, tutaenda 19 katika jina la Yesu. Mungu abariki. Naona mnashika. Sikieni neno la Bwana katika jina la Yesu. Sikieni neno. Leo mchana tutakuwa tunaangalia kitu kuhusu neno, ili muweze kushika neno la Bwana, mlijue neno la Bwana litawasaidia katika jina la Yesu. 19 nitasoma. Wacha nianzie 18. Lakini kama Mungu alivyo mwaminifu, neno letu kwetu sio ndio na si ndio na la. Maana mwana wa Mungu Kristo Yesu aliyehubiriwa katikati yenu na sisi, yani mimi na Silwano na Timotheo, hakuwa ndio na sio, bali katika yeye ni ndio. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amini, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Haleluya. Nisema ya kwamba Paulo aliandikia Wakorintho hii barua. Kuna maswala alikuwa anashughulikia na ambayo alikuwa ameyajibu katika barua ya pili. Nikasema hii barua si ya Wakorintho, bali ni yetu tulioamini. Maana narudia tena, shetani ni yule yule, abadiliki. Yeye ni mwizi, yeye ni muuaji, yeye ni mwangamizaji. Tangia mwanzo inasema amekuwa muuaji tangia mwanzo. Kwa hivyo abadiliki. Kile alikuwa anatendea Wakristo wa kanisa la kwanza, anakitenda mpaka wa leo: kuiba, kuua, kuangamiza. Hiyo ndiyo kazi yake. Naye Mungu ni yule yule, abadiliki. Bwana asifiwe. Aliyekuwa na kanisa la kwanza ndiye huyo aliye na kanisa la sasa. Aliyekuwa na kanisa la Wakorintho, Kristo ni huyo aliye na sisi. Roho Mtakatifu aliye na kanisa la Wakorintho ni yeye huyo aliye na sisi mpaka wa leo, katika jina la Yesu. Mambo ambayo yanazungumziwa hapa katika kanisa la Wakorintho ni mambo ambayo tunayo hata sisi, ni mambo ambayo tunayoyapata, ni mambo ambayo tukayoyapata. Kwa hivyo hiki kitabu kinatuzungumzia katika jina la Yesu Kristo. Mungu ni yule jana, leo, hata milele, abadiliki. Kile Mungu alikuwa anatenda sama zile, anakitenda mpaka wa leo katika jina la Yesu Kristo. Neno ni moja, wokovu ni moja, kanisa ni moja katika jina la Yesu. Kanisa la Wakorintho na hili kanisa lote ni moja. Kanisa la Bwana ni moja, na Bwana atakapokuja atanyakua kanisa moja. Wote waliomwamini Yesu Kristo Bwana, wote ambao waliokolewa, walikombolewa, kuanzia Abeli hadi mtu wa mwisho ambaye Kristo arundipo katika jina la Yesu atakuwa katika imani. Kwa hivyo kanisa ni moja, neno ni moja. Na Biblia inasema ya kwamba neno la Bwana lote lafaa kwa mafundisho katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo usiseme ya kwamba hii iliandikiwa Wakorintho. Neno la Bwana lote lafaa kwa mafundisho katika jina la Yesu. Kwa hivyo ili neno ni letu asubuhi ya leo, na hata milele litabaki kuwa letu katika jina la Yesu. Tuliachia mahali ambapo Paulo alikuwa anazungumza na anasema ya kwamba Mungu alimuokoa katika mauti kuu sana, na anasema ya kwamba alikuwa amehukumiwa mauti kubwa. Kwa hivyo kwa maneno mengine walikuwa wafe, lakini anasema Mungu aliwaokoa. Na kuna kitu ambacho alisema pale, alisema Mungu aliruhusu ile hukumu ya mauti kwao ili wao wamtegemee Mungu afufuaye wafu, wamtegemee Mungu afufuaye wafu. Kwa hivyo nikasema
katika mateso, wakati mwingine tutatishiwa na mauti. Haleluya! Mambo ambayo yanayoashiria mauti yatakuja. Watu wataenda, haleluya, watu watafanya mambo hata ufe, na usifikiria ya kwamba watu hawajafanya mambo ufe. Mimi nakwambia ukweli, ni vile Mungu mambo mengi utuficha. Haleluya! Kuna mambo ambayo Mungu anatuokoa hatuyaoni. Haleluya! Kuna mambo mengi ambayo Mungu anatuokoa nayo hatuyaoni. Lakini mimi nakwambia, uenda uko hapa, lakini nakwambia kuna watu wamefanya sarakasi, kuna watu wamefanya vituko, kuna watu wamefanya uchawi, kuna watu wamefanya uganga, kuna watu wamefanya kila kitu. Wenda hata wamelipa pesa uliwe, lakini Mungu akakuepusha na hayo mauti. Haleluya! Wengine wamefanya mambo hata uchanganyikiwe, uwe kichaa, lakini Mungu Baba wa mbinguni katika jina la Yesu akakuokoa. Ndio Paulo anasema ya kwamba Mungu alituokoa na hayo mauti, na hata sasa Mungu atatuokoa katika jina la Yesu. Uzuri wetu wale ambao tuliomwamini Yesu Kristo Bwana, tofauti yetu na wale wasioamini, mimi nawaambia ukweli asubuhi ya leo, ni kwamba zote tunaweza ingia katika shimo moja kabisa, na mara mingi tunaingia katika shimo moja, na mara nyingi tunaingia katika hali za kimaisha sawa sawa. Haleluya! Hali za kimaisha sawa sawa, tunaingia katika mambo the same. Lakini uzuri ni kwamba sisi tunaye Mungu ambaye anatuokoa na atatuokoa katika jina la Yesu Kristo. Tofauti yetu ni kwamba tuna Mungu ambaye anatuokoa, tuna Mungu ambaye atazidi kutuokoa, tuna Mungu ambaye atazidi, haleluya, kutuonekania, haleluya, atazidi kujidhihirisha katika maisha yetu katika jina la Yesu. Kwa hivyo tofauti ni kwamba katika ulimwengu huu huenda leo, haleluya, tuko hali moja na wale wajaokoka ya kimaisha, lakini mimi nawahakikishia katika jina la Yesu Kristo na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu, tunaye ambaye ana uwezo wa kututoa katika hizo hali. Tunaye mmoja ana uwezo katika jina la Yesu kubadilisha maisha yetu. Kwa hivyo sisi tuliokoka tunatumaini katika jina la Yesu Kristo. Tofauti yetu ni kwamba kuna tumaini. Tumaini tulilo nalo, it will not disappoint. It will not disappoint in the mighty name of Jesus Christ. Haleluya! Umesikia asubuhi ya leo? Tumaini tulilo katika Bwana, it will not disappoint katika jina la Yesu. Tumaini letu la Bwana kutushindania katika magonjwa, tumaini letu la Bwana kutushindania katika hali ngumu za kimaisha, katika mahusiano, katika mambo ambayo yametufinyilia, hilo tumaini, it will not disappoint. Siku moja ambayo Mungu ameweka katika jina la Yesu atatutoa katika hiyo hali. Ndio Paulo anasema Bwana alituokoa na Bwana atazidi kutuokoa. Kwa nini Biblia inasema Bwana atazidi kutuokoa? Kwa sababu inamaanisha adui ataacha. Haleluya! Na hata akiacha, shetani atainua adui mwingine. Adui hataacha. Haleluya! Adui hawataisha. Haleluya! Ile siku ibilisi atatupwa jehanamu, ndio maadui watafika mwisho katika jina la Yesu. Lakini muradi ibilisi hayatupwa jehanamu, bado maadui wataendelea kuinuka, maadui wataendelea na kazi zao, maadui wataendelea na uchawi wao, wataendelea na uganga wao, wataendelea na uovu wao, wataendelea na hila zao, wataendelea na njama zao. Lakini uzuri ni kwamba tunaye Mungu. Paulo anasema alituokoa na atatuokoa katika jina la Yesu. Hata ile mitego wataweka huku mbele, Mungu hatatuokoa. Hata wakienda kwa uganga huku, Mungu hatatuokoa. Paulo anasema Mungu aliyetuokoa. Haleluya! Kwa hivyo hata kile unapitia katika jina la Yesu Kristo, amini ya kwamba Mungu atakuokoa, Mungu atakukomboa katika jina la Yesu. Nini unapitia asubuhi ya leo? Haleluya! Hilo jambo, muamini Yesu, mtumaini Yesu.
Haleluya. Mungu atakuokoa. Hakika utatoka kwa hilo njama katika jina la Yesu. Na ukitoka lingine litakuja. Si hata kwamba litakuja njao, lingine litakuja. Uende likaja kubwa kuliko lile humo. Lakini hata hilo nalo Mungu hatakuokoa katika jina la Yesu. Binasema kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Kwa hivyo tunatumaini katika jina la Yesu. Katika mapito yetu sisi tunatumaini na tuna uhakika na tunaamini. Na mimi naamini katika jina la Yesu. Kile napitia nitatoka katika jina la Yesu. Na ikija ingine nitoke. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakifanya uganga tena nitoke. Wakifanya tena nitoke. Wakifanya tena nitoke katika jina la Yesu. Hakuna hata moja itanikwamisha katika jina la Yesu. Haleluya. Hakuna hata moja itanikwamisha. Hakuna hata moja itaninasa katika jina la Yesu. Kwa sababu tunaye Mungu anayetuokoa na atazidi kutuokoa katika jina la Yesu. Na atazidi kutupigania na atazidi kututenda mema. Haleluya. Paulo anaendelea kuzungumza na kanisa la Wakorintho akizungumzia injili ambayo waliohubiri kule Wakorintho katika jina la Yesu. Anasema kama vile Mungu alivyo mwaminifu, anawaambia neno la Bwana sio ndio na sio la. Haleluya. Nataka munishike hapa. Neno la Bwana sio ndio na sio la. Neno la Bwana alijagawanyika. Umesikia? Haleluya. Si hata kwamba itatendeka ama haitatendeka. Bwana asifiwe. Neno la Bwana si la kujaribu. Neno la Bwana si la kubahatisha. Narudia tena. Anasema haleluya, acha nisome 18. Lakini kama Mungu alivyo mwaminifu, neno letu kwenu sio ndio na la. Neno la Bwana sio ndio na la. Neno la Bwana alijagawanyika. Neno la Bwana alibahatishi katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Alifanya nini? Alibahatishi, si kubahatisha. Haleluya. Hakuna cha kubahatisha. Kama kile Mungu amesema kitatendeka ama kitatendeka. Si mambo na kujaribu uone kama vitakuwa ama havitakuwa katika jina la Yesu. Usiwe mahali hapa unakuja kujaribu kuangalia kama vitakuwa ama havitakuwa. Maana wengine wanasema wacha niende kanisani niangalie, wacha niende maombi niangalie, nione kama vitakuwa ama havitakuwa. Neno la Bwana nasema neno la Bwana alijagawanyika, sio ndio na la. Sio ndio na la, alijagawanyika, si kujaribu kama vitaenda ama havitaenda. Haleluya. Bwana asifiwe. Tunaendelea 19. Maana mwana wa Mungu Kristo Yesu aliyehubiriwa katikati yenu na sisi, yani mimi na Silwana na Timotheo, hakuwa ndio na sio, bali katika yeye ni ndio. Ninasema Yesu Kristo tunayemhubiri. Maneno la Bwana ni kuhusu Yesu Kristo aliyekuja hapa duniani, akafa, akatembea hapa duniani, akapelekwa msalabani, akasulubishwa na siku ya tatu akafufuka. Ninasema huyo Kristo tunayemhubiri sio ndio na la, hajagawanyika. Haleluya. Hakuna kubahatisha. Kama nitaokoka, sitaokoka, nitapona, sitapona, nitaenda mbinguni, sitaenda mbinguni. Hajagawanyika. Hakuna kubahatisha katika jina la Yesu. Kama umekuja kubahatisha, hakuna cha kubahatisha katika jina la Yesu. Kuwa na uhakika na neno la Bwana katika jina la Yesu. Binasema huyo Kristo hajagawanyika. Ndani mwake ni ndio, ndani mwake ni ndio, ndani mwake ni ndio. Hakuna la ama ndio. Ndani mwake ni ndio. Hajagawanyika. Neno la Bwana alijagawanyika. Haleluya. Litatenda, alitatenda. Alibahatishi katika jina la Yesu. Neno la Bwana alibahatishi, wala halikuja kubahatisha, bali likuja kuyatenda mapenzi na makusudi yake Mungu. Na ndio Mungu anasema kama vile mvua ishukavyo toka juu mbinguni na kunyesha hapa duniani, Mungu anasema hivyo ndivyo lilivyo neno lolote litokalo kinywani mwangu. Alitafanya nini? Alitanirundia pasipo kutimiza yote niliyoyatuma kutimiza hapa duniani. Kwa hivyo neno la Bwana sio ndio na la. Chochote ambacho Mungu alilituma kutenda, chochote ambacho Mungu alisema ni ndio. Haleluya. Litatenda katika maisha yako, litatenda katika kanisa letu, litatenda katika ushirika wetu, litatenda katika ulimwengu huu, litatenda kama vile Mungu alivyolituma kutenda. Katika 20
Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndiyo, tena hiyo katika yeye ni amini, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Haleluya. Pia nasema ahadi zote wapi? Ndani ya Kristo Yesu. Pia nasema ahadi zote za Bwana ndani ya Kristo Yesu. Pia nasema ni ndiyo. Kila ahadi Mungu ameahidi ndani ya Kristo Yesu. Chochote Mungu ametuahidi ndani ya Kristo Yesu, vinasema ni ndiyo na ni amina. Hakuna ahadi hata moja ambayo Mungu ametuahidi ndani ya Kristo Yesu ambayo si ndiyo na amina. Inamaanisha yote ambayo Mungu amesema atayatimiza kwako, atayatimiza kwetu, atayatimiza kwa kanisa kupitia Kristo Yesu, yote yatatimia, yote yametimia na yatatimia katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kila ahadi ambayo Mungu ameiweka kwetu ndani ya Kristo Yesu, vinasema ni amina na ndiyo, hiyo sharti itatimika. Kila ningetaka kusema asubuhi ya leo, ni jukumu la kila Mkristo, na tunasema muwe na vitabu vya kuandika na musome neno katika jina la Yesu. Unaposoma neno, hata wakati wako mwenyewe, soma neno ukiwa na kalamu na kitabu cha kuandika kile ambacho Roho Mtakatifu wa Bwana anakusaidia kushika katika jina la Yesu. Ibada ya pili tutakuwa tunaangalia haya mambo ya Roho Mtakatifu, neno. Tutakuwa tunaangalia haya mambo katika ibada ya pili. Sitaingia hapo kwa sasa. Kwa hivyo ni jukumu lako katika jina la Yesu kujua ni ahadi gani hii ambayo Biblia inasema ahadi zote za Mungu kwetu ndani ya Kristo ni ndiyo na amina. Ni juu ya Mkristo kujua ni ahadi gani ulio nayo ndani ya Kristo Yesu. Na ndio tulisoma katika kitabu cha Waefeso. Paulo anasema, naomba katika jina la Yesu macho yenu ya kiroho yatiwe nuru. Macho yenu ya kiroho yafanywe nini? Yatiwe nuru. Yatiwe nuru kwa sababu gani? Ili muweze kujua tumaini mulilo nalo ndani ya Kristo Yesu. Paulo anasema muweze kujua upana, urefu, kina, haleluya, na kimo cha tumaini tulilo nalo kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na mimi nataka niwaulize katika jina la Yesu, ni tumaini gani leo usimamishwe, uulizwe? Biblia inasema kuweni na utayari wa kutetea tumaini mulilo nalo katika jina la Yesu. Na mimi nataka niwaulize asubuhi ya leo, na mimi nikiwa najiuliza, nje tunaweza tukasimama mahali tukatetea tumaini tulilo nalo, tukatetea imani tulio nayo kwake Yesu Kristo? Hivi leo uulizwe, kwa nini unarauka kanisani saa 12? Kwa nini umejitoa kwa kazi ya Mungu? Je, unaweza hakika sawa sawa na neno la Bwana, kile ambacho umeamini wewe mwenyewe, kile ambacho umeshawishika na ukatetea hilo tumaini? Unaweza kweli? Jaki, unaweza ukatetea tumaini? Wasichana wengine wanapokula raha, wasichana wengine hivi, wengine wamelala, wengine wanaitwaje wale watu mbudamo wanaitwaje? Haleluya, Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Wana mambunda, haleluya, ambao wamewakondishia manyumba mazuri, haleluya, wana mipango ya kando, wana mambo ambayo wanayofanya yanayofaidi mwili, haleluya, yanayofaidi haya maisha. Na mimi nauliza katika jina la Yesu, wakusimamishe, wakuulize, kwa nini unaweza ukatetea tumaini ulilo nalo ndani ya Kristo? Haleluya. Ahadi ulizo nazo katika jina la Yesu, unasiamini, unaweza ukasimama na ukajitetea na ukawaambia, mimi nimekataa mpango wa kando, mimi nimekataa dhambi, mimi nimejitoa kwa Mungu, mimi nimejitoa kwa kanisa, mimi nimejitoa kwa ibada, kwa sababu moja, kwa sababu mbili, kwa sababu tatu, katika jina la Yesu. Na je, unaamini katika jina la Yesu? Haleluya. Pia nasema ahadi za Mungu
kwake Yesu Kristo sio ndio na la, ni ndio na amina, ni za kweli, zitatimia. Lakini mimi swali asubuhi ya leo nauliza katika jina la Yesu, hizo ahadi za Mungu ndani ya Kristo tunasijua ni kitu gani ambacho Mungu ametuahidi ndani ya Kristo? Ni kitu gani ambacho tutapata ndani ya Kristo Yesu? Kwa nini, haleluya, tukatae dunia? Kwa nini tukatae dhambi? Kwa nini tunjitese katika jina la Yesu? Kwa nini tukatae hanasa? Haleluya. Kwa nini tukatae hanasa? Kwa nini tukatae dhambi? Kwa nini tukatae mikato? Haleluya. Kwa nini? Kwa nini tunjinyime mambo mengi ya ulimwengu? Haleluya. Mimi nauliza swali asubuhi ya leo, unaweza ukasimama ukatetea tumaini? Biblia inasema tutetee, haleluya, tumaini tulilo nalo, imani tulio nayo. Let's contend for our faith. Can you contend for your faith? Can you contend for your hope ambayo uko nayo? Vijana wenzako manjenzi, unaweza ukasimama ukawaambia kwa mkosi, nimeokoka, nimesimamia wokovu, nimesimamia utakatifu, nimesimamia haki kwa sababu ya 1 2 3. Una uwezo. Wazee wenzangu, naweza nikawaambia katika jina la Yesu, nimesimamia wokovu. wa mama wenzako, unaweza ukasimama, haleluya, ukawaambia mimi niko hivi na hivi mahali unafanya kazi katika jina la Yesu. Biblia inasema ahadi za Mungu ndani ya Kristo Yesu ni amina na kweli. Lakini kanisani hatujui hizi ahadi ndani ya Kristo ni gani, na wala hatujui zinamaanisha nini. Kitu kibaya, hatuelewi uzima wa milele unamaanisha nini. Hatuelewi kusamehewa dhambi kunamaanisha nini. Na ndio sababu kanisani watu wana misaa yenyewe. Haleluya. Watu wana misaa kanisani, hawajali, wanatenda dhambi with impunity. Hallelujah. Wanatenda dhambi with impunity. They don't care. They don't care. Vijana wajali, wamama wajali, hata watu wa kanisani na wanamtumikia shetani. So hawaelewi tumaini lililomo ndani ya Kristo Yesu. Hawaelewi ahadi za Mungu zilizomo ndani ya Kristo Yesu. Hawaelewi uzima ni nini, uzima wa milele ni nini. Hawaelewi kusamehewa dhambi ni nini. Haleluya. Sisi tulio mahali hapa, na Mungu atusaidie katika jina la Yesu, tuelewe tumaini lilomo ndani ya Kristo Yesu. Na kitu cha pili, ahadi ambazo Biblia inasema ahadi za Mungu ndani ya Kristo ni ndio na la, asijagawanyika. Si sitatimia, asitatimia. Hakuna kama hiyo. Sitatimia, asita hakuna cha kuona kama sitatimia ama hasitatimia. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba sitatimia katika jina la Yesu. Sitatimia katika jina la Yesu Kristo, sitatimia. Tunaendelea mstari hupi, tutaenda mstari, tulikuwa mstari wa 19, mstari wa 21. Basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu, naye ndiye aliyetutia muhuri, atatupa 40 ya Roho mioyoni mwetu. Biblia inasema kwa sababu ahadi za Bwana ni kweli na amina ndani ya Kristo Yesu. Ahadi za Mungu ni kweli na amina ndani ya Kristo Yesu, asijagawanyika kama sitatimia ama sitatimia. Narudi hilo neno tena. Kwa hivyo kama uko mahali hapa katika jina la Yesu, na napoangalia hivi naona hapa kumejaa watu katika jina la Yesu, na kutajaa watu kabisa mpaka kufurike ino ibada ya asubuhi. Nasema hivi katika jina la Yesu, sio ndio na la. Na Biblia inasema kwa sababu ahadi zake ndani ya Kristo Yesu, haleluya, ni ndio na amina katika yeye. Biblia inasema basi Mungu naye anatufanya imara ndani ya Kristo Yesu. Mungu anatufanya imara wapi? Amen. Mungu anatufanya imara ndani ya nani? Ya Yesu Kristo. Kwa hivyo kwa sababu ahadi za Bwana zimo ndani ya Kristo Yesu, ahadi zake za Mungu kwetu kanisa zimo ndani ya Kristo Yesu. Hakuna ahadi yoyote ambayo itatimia
nje ya Kristo Yesu. Na ndio asubuhi ya leo, kama uko mahali hapa na kama unanisikia na uko kanisani na una uhusiano na Yesu Kristo, ujakabidhi Yesu Kristo Bwana maisha yako, hakuna ahadi ya Mungu hata moja itatimia maishani mwako. Lakini binasema ndani ya Kristo Yesu, tulio ndani ya Kristo Yesu, na binasema naye Mungu anafanya kitu kimoja, anatufanya imara kwake Yesu Kristo Bwana. Kwa hivyo ni kazi ya Mungu. Ni kazi ya nani? Ya Mungu kuhakikisha tuko imara. Tuko imara ndani ya Kristo Yesu. Binasema kupitia Roho wake Mtakatifu. Nimesema nitakuwa naongea kuhusu Roho Mtakatifu katika ibada ya pili. Kupitia Roho wake Mtakatifu, Mungu anatufanya kuwa imara ndani ya Kristo Yesu. Mungu anatufanya kuwa imara ndani ya Kristo Yesu. Lakini kuna kitu ambacho ningetaka kusema mahali hapa, ili ahadi za Mungu sitimie ndani ya Kristo Yesu kwetu, anatufanya sisi kuwa imara ndani ya Kristo Yesu. Lakini kitu ambacho ningetaka ushike asubuhi ya leo katika jina la Yesu na damu mtakatifu yake Yesu mwana Mungu, lazima na wewe uwe tayari kufanywa imara ndani ya Kristo Yesu. Mungu hata kulazimisha samahani, Mungu hata kulazimisha kuwa imara ndani ya Kristo Yesu. Lazima wewe mwenyewe ukubali Mungu akufanye imara ndani ya Kristo Yesu. Unapokuwa imara ndani ya Kristo Yesu, linasema ahadi za Bwana zitatimia katika jina la Yesu Kristo. Linasema ni huyo Mungu ndiye ambaye anayetutia mafuta, ndiye anayetuanoint kupitia Roho wake Mtakatifu. Na ndiposa Yesu akasema katika kitabu cha Yohana, mukikaa ndani mwangu, mukikaa ndani mwangu na neno langu likae ndani mwenu, mtakuwa wanafunzi wangu, mtakuwa marafiki zangu. Na Yesu anasema chochote muombacho mutatendewa. Kwa hivyo ni Mungu anayetufanya kuwa imara, na ni kazi ya Bwana, ni kazi ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Na ndiposa ibada ya pili takuwa nazungumzia Roho Mtakatifu. Kama kuna mtu ambaye uko mahali hapa na una mahali maybe panakuhitaji sana, unaenda, unaweza kubaki kwa ibada hiyo. Kwa hivyo Mungu anatufanya imara katika jina la Yesu ndani ya Kristo Yesu. Ni kazi ya Bwana. Bila sema ni yeye pia anayetutia nini? Mafuta. Ni yeye anayetuanoint katika jina la Yesu kupitia Roho wake Mtakatifu. 22. Naye ndiye alitutia muhuri, akatupatia 40 mioyoni ya Roho Mtakatifu mioyoni mwetu. Na Biblia inasema na Mungu amefanya jambo lingine katika jina la Yesu. Biblia inasema na Mungu amefanya jambo lingine. Haleluya. Ndani ya Kristo Yesu ametutia muhuri. Ametutia nini? Ametutia nini? Muhuri ndani mwetu. Kila mmoja wetu ana muhuri. Ana nini? Ana muhuri wa Mungu. Na Biblia inasema huu muhuri ni Roho Mtakatifu wa Bwana. Haleluya. Una muhuri. Haleluya. Acheni waambie, katika ulimwengu wa roho, kama una Mungu, unajulikana una Mungu. Kwa sababu una muhuri wa nani? Una muhuri wa nani? Una muhuri wa Mungu. Mashetani na malaika wanajua ni nani wa Mungu. Waliofunguka macho ya kiroho, hata kama wamefunguliwa na shetani, wanajua mtu wa Mungu ni nani. Mchawi akija hapa, mchawi aliyebombea atajua nani wa Mungu na nani wasio wa Mungu. Waabudu shetani, maana wamefunguliwa macho ya kiroho na shetani, wataona aliye wa Mungu na asiye wa Mungu. Ni nini leta tofauti?
muhuri aliyepiga Mungu. Kila aliyemwamini Yesu Kristo, kila aliyeokoka ana muhuri wa Mungu, ana chapa ya Mungu. Haleluya! Unapotembea barabarani ukiwa umeokoka katika jina la Yesu, kitu kimoja unastahili ujue, una muhuri wa Mungu. Biblia inasema Mungu ametupatia chapa yake, muhuri wake, seal, ambaye ni Roho Mtakatifu. Na ndiposa yale mapepo, haleluya, wale wana saba wa yule kuhani mkuu, anaitwa Skabi ama alikuwa anaitwa nani? Haleluya. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, wale wana saba walienda kukemea pepo kwa jina la Yesu wa Paulo. Wakaenda wakaambia mapepo, katika jina la Yesu wa Paulo tunawaamurisha mtoke. Pepo ikawaambia, Paulo twamjua, Yesu twamjua, bali nyinyi ni kina nani? Who are you? Nisikieni, katika jina la Yesu, mashetani hawatambui mwili na nyama, wala malaika hawatambui mwili na nyama, wala hawaogopi mwili na nyama. Lakini kuna kitu kimoja kinawaogopesha, inaitwa chapa ya Mungu katika maisha yako. Na wacheni waambie, ni vile sisi wa Kristo hatujui. Hiyo chapa ya Mungu ni ulinzi. Hiyo chapa ya Mungu ni ulinzi, tena ulinzi mkali. Chapa ya Mungu ya Roho wake ni ulinzi katika jina la Yesu. Huwezi karibiwa na mapepo hivi hivi. Huwezi fanyiwa chochote na ulimwengu wa giza hivi hivi. Unapotembea wewe unaweza kuwa unajiona kama mtu wa kawaida, lakini nataka nikwambia asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo, na hii ni ukweli wa mambo, na tujueni hili katika jina la Yesu. Tufahamuni hili njambo, tuliomwamini Yesu Kristo Bwana, tuliookoka, tuliosamehewa dhambi, sisi si watu wa kawaida katika jina la Yesu. Sisi si watu wa kawaida. Sisi si kama watu wale wengine. Haleluya. Mambo hayawezi yakatutendekea hivi hivi. Hapana. Mambo hayawezi yakaja hivi hivi. Hali hasiwezi zikaja hivi hivi. Tuna chapa ya Mungu, tuna muhuri wa Mungu, tuna alama ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwili na nyama ndio tunafanana. Mwili na nyama tunafanana na wengine. Hali za kimaisha tunafanana na wengine. Lakini kaniwaambie katika jina la Yesu Kristo, katika ulimwengu wa roho, sisi ni tofauti kabisa. Si tofauti kabisa. Kwa hivyo tunapotembea katika jina la Yesu, tunapotembea tujueni sisi ni watu tofauti kabisa. Tuna chapa ya Mungu, tuna muhuri wa Mungu, tuna alama ya Mungu, tuna Mungu ndani mwetu katika jina la Yesu. Tunatembea na Mungu, tuna alama ya Mungu. Biblia inasema Mungu ametupatia muhuri, ametupatia muhuri wa Roho wake Mtakatifu. It means ya kwamba inadhihirisha sisi ni wa Mungu, sisi tuna mwenyewe. Kwa hivyo tembea, usitembee na wasiwasi, usitembee na hofu katika jina la Yesu. Unapofanya biashara zako usiwe na wasiwasi, usiwe na hofu. Kule Ipizendi mnaofanya Ipizendi, supervisor asikutishie sana, ujisikie ya kwamba wewe haleluya, katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu Kristo Bwana. Haleluya. Bwana siwe. Kwa hivyo tuna muhuri wa Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu wa Bwana. Tunaenda sura ya pili. Naenda kwa kasi. Nenda sura ya pili katika jina la Yesu. Sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 13. Paulo anazungumzia kuhusu mtu ambaye aliyetengwa kanisani kwa sababu ya dhambi, ambaye alitengwa kanisani. Nikitaka kusema hivi katika jina la Yesu, mtu ambaye anayetenda dhambi kanisani akisema yeye ameokoka, na tunajua kabisa ni mtenda dhambi, ni mtenda. Munasikia, mtu ambaye anayetenda dhambi kanisani na tunajua kabisa ni mtenda dhambi, anafanya usherati, anafanya usinzi, anafanya magendo, anafanya uchawi, na anajiita nani? Ndugu wa kuokoka. Biblia inasema na anajiita, haleluya, anatenda dhambi na anajiita mwokovu. Biblia inasema mtu kama huyo atengwe. Afanywe nini njao? Atengwe. Kwa hivyo kijana mdogo, ukijua mtu ni msherati na mzinzi,
usimfiche, murukaruke naye hapa. Biblia inasema mtu kama huyo atengwe. Biblia inasema atakapotengwa, Biblia inasema hatahuzunika. Atafanya nini? Atahuzunika. Biblia inasema huzuni ya Mungu huleta nini? Toba. Bali huzuni ya ulimwengu huleta mauti. Lakini huzuni inayotokana na Mungu huleta nini? Toba. Sasa kuna mtu alikuwa ametengwa kwa sababu ya zinaa, usherati. Na Paulo anasema huyo mtu baadaye alihuzunika na akatubu. Ndiye anaambia kanisa limsamehe na limpoke. Kwa hivyo kama mtu alikuwa anatenda dhambi na tumemwondoa miongoni mwetu, tumemtenga, arudi akisema nisamehewe, Biblia inasema asamehewe na apokelewe na aonyeshwe upendo. Mstari wa kwanza 13. Na sasa tutaanza kutenga watu hapa katika jina la Yesu. Mpaka neno la Bwana mpaka litimizwe kikamilifu. Unaniangaliaje? Tukijua wewe unasema umeokoka, unasema ni mwenzetu, alafu unatenda dhambi with impunity, tunaweza kutenga watu hapa kusema wao si washirika wetu. Hata kama wanakuja kanisani si washirika, na tunatangaza kabisa. Jawa anacheka. Na tunataka, yes, ni neno la Bwana. By the way, hiyo ndio imeharibu kanisa. Hiyo ndio imeharibu kanisa. Watu wanajiita washirika wa kanisa, wanasema wao ni washirika na ni watenda dhambi, ni wachawi, ni washerati, ni wazinzi, wanatenda kila aina ya dhambi. Biblia inasema watengwe, wawekwe nje ya kanisa ili waende watubu. Sasa Paulo hapa anazungumzia mtu kama huyo ambaye aliyetubu, anasema aregeshwe. Sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 13. Paulo anasema asamehewe na aregeshwe, maana huzuni ya Mungu huleta nini? Huzuni inayoletwa na Roho Mtakatifu huleta nini? Toba. Umesikia wajao? Sasa kuli anacheka. Huzuni. Wacheni waambie, nipungieni mkono. Kama unatenda dhambi na hakuna kitu tunakuambia, sisi na shetani ni kitu kimoja, hatukusaidii. Unatenda dhambi na tunakushangilia. Unajua njuzi nilikuwa nafikiria vitu Kuria alikuwa ananiambia huko nyuma, na sikuwa navifikiria, lakini siku hizi navifikiria. Kuria aliniambia kuna watu ambao wanashangilia maovu. Wanashangilia nini? Dhambi. Na ambao ni viongozi. Mtu anatenda dhambi na wamkanyi na wanamshangilia tu na wanampigia makofi. Mimi nawaambia kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo, hakuna kushangilia mtu anayetenda dhambi. Hata kama ni mimi, msinishangilie. Narundia, hakuna kushangilia mtu anayetenda dhambi. Hata kama ni kiongozi na anatenda dhambi, akemewe. Afanye nini? Maana tusipomkemea, tusipomrekebisha, hata kama ni kiongozi, tumfunike, hatumsaidii. Hatumsaidii rosi. Hata kama ni chairlende, ni chairman, ni pastor, ni nani na anatenda dhambi na tunafunika, hatumsaidii. Kwa hivyo kuanzia sasa hakuna yeyote katika jina la Yesu, hata kama tulitoka naye Mombasa na anatenda dhambi, hakuna kumfunika. Hata kama ni kiongozi, hakuna kumfunika. Hata kama tumetoka mbali, hakuna kumfunika. Hakuna kutoka mbali kama mbali ambao Mungu ametoka na sisi. Yeye ndiye aliyetuumba, yeye ndiye aliyetuchagua kabla ya misingi ya ulimwengu. Tukifunika dhambi itatukula, tukifunika dhambi itatuua. Mimi nawaambia, funika dhambi itakukula, funika dhambi itakuua, itaua kanisa, itakugeuka. Maana mahali pana dhambi pana shetani. Kazi ya shetani ni kuiba, kuua na kuangamiza. Hana kazi mbili. Tukifunika dhambi tumefunika shetani. Kwa hivyo hakuna kufunikia dhambi. Narundia, hakuna kufunikia dhambi. Sema hakuna kufunikia dhambi. Dhambi ikemewe na watu watubu, waachane na dhambi kanisani katika jina la Yesu. Watu watubu, waachane na dhambi, la sivyo mtakuwa mnafunikia shetani. Na siku moja
huyo shetani mnaofunikia atawaonyesha cha mtema kuni. Acheni waambie, maana wengi wenu hapa mtakuwa wachungaji. Wengi wenu hapa mtakuwa wachungaji wa makanisa. Usifunikie dhambi. Hata kama anayetenda dhambi ndiye anasimamia unduma, akemewe, acha kusimamia. Unduma si ya mtu, ni ya Mungu. Aende yanguke. Maana ndiyo shinda. Kwa sababu mtu anatoa kanisani, so mtu anatoa pesa mingi, anasimama na mchungaji, anatenda dhambi, hawezi kemewa. Mimi nakukemea katika jina la Yesu, wenda na pesa yako. Ukitenda dhambi hapa, hata kama unatoa milioni, nakukemea. Usipotubu, wenda na pesa yako kabisa. Haleluya. Maana tukifunika dhambi, tumfunika shetani, na siku moja huyo shetani atatuibia, atatuua, hatatumaliza, atakutumia wewe. Kwa hivyo, kama kuna mtu anatenda dhambi, kuanzia sasa, na mimi nijue, sitakufunika. Nitakuonya mara moja, mara mbili, mara ya tatu nitasimama hapa na niseme fulani na fulani si mshirika wetu. Niangalieni, mimi nawaambia. Mbona kama misara vile njaa ananiangalie. Kama unapanga kwenda, enda na mapema. Mimi sifuniki mtu yote kuanzia sasa. Nikutubu na kuacha. Nikutubu na kuacha. Nikutubu na kuacha dhambi katika jina la Yesu. Ndio ahadi za Bwana zitimie katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Tunaendelea. Najua hapa hamjafurahi, lakini neno la Bwana sio mimi. Hilo ni neno la Bwana sio hilo neno la Bwana sio mimi. Tunaenda sura ya pili, mstari wa 14. Nimwambia 11 na 13 inazungumzia hilo jambo. Sura ya pili mstari wa 14 inasema hivi. Now thanks to be to God who always leads us in triumph in Christ and through us diffuses the Wacha nisome kwa Kiswahili. Bila nafundisha kwa Kiswahili, wacha nisome kwa Kiswahili. 12:14. Hila Mungu ashukuriwe, anayetushangilia daima, ama anayetushindania daima katika Kristo, na kuidhirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali pa kazi yetu. Kwa maana sisi tumanukato ya Kristo mbele za Mungu, katika wao wanaokolewa na katika wao wanaopotea. Bwana asifiwe. Linasema ya kwamba ashukuriwe Mungu anayetushindania ndani ya Kristo. Yes, nani anatupatia ushindi? Ni Mungu. Mungu ndiye anayetupatia ushindi ndani ya Kristo. Yes. Ni Mungu anayetupatia ushindi ndani ya Kristo Yesu. Binasema kwa sababu gani? Binasema kwa sababu sisi ni manukato kwa Mungu ndani ya Kristo. Wewe ni nani? Kulia. Mbele zake Mungu, wewe ni nani kwa sababu ya Kristo? Biblia inasema we are a sweet. Kwani nilikuwa nasoma peke yangu? A sweet? Kwa Kiswahili nini hiyo? Mungu anatupatia ushindi ndani ya Kristo Yesu. Acha nisome tena. Ila shukuriwe anayeshinda daima katika Kristo. Inasema anayetushindania daima. Siku zote Mungu anatushindania daima ndani ya Kristo Yesu, na kuidhirisha harufu ya kumjua yeye, na kuidhirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi zetu. Harufu gani hii ambayo Mungu anatushindania na anaidhirisha kila mahali? Bila sema harufu nzuri, sweet savor, harufu nzuri, manukato. Hallelujah. Bila sema we are a sweet savor kwa Mungu. Sisi ni manukato kwa Mungu. Si kama mnanipata. Wangapi wanaelewa manukato ni nini? Kulia. Unajipakanga marashi. Najua mbeno anajipaka na kijana mdogo. Siku hizi kama
Haleluya. Ile harufu ya kuvutia, harufu ya. Kwa hivyo inasema Mungu anatushindania daima ndani ya Kristo Yesu. Sio sisi, sio nani, sio sisi, bali ni Mungu anayetushindania ndani ya Kristo Yesu. Binasema daima tuliomwamini Yesu Kristo, tuliojiepusha na ulimwengu na mahofu. Binasema we are a sweet savor. Sisi ni manukato na Mungu anatushindania daima. Ni manukato mbele zake Bwana. Kwa hivyo haijalishi, na acha niwaambie, haijalishi ulimwengu unatuona namna gani, haijalishi ulimwengu unasema vipi, haijalishi watu wetu wanasema nini. Kitu kimoja Biblia inasema we are a sweet aroma, we are a sweet savor kwake Mungu. Sisi kwake Mungu ni manukato, tunavutia Mungu. Ndani ya Kristo Yesu unavutia Mungu. Mungu anapendezwa nawe katika jina la Yesu. Biblia inasema kwa sababu hiyo Mungu anatushindania daima. Kwa sababu gani Mungu anakushindania daima? Kwa sababu uko ndani ya Kristo Yesu, na kwa sababu ya Kristo Yesu, na kwa sababu ya kile Kristo Yesu alifanya pale msalabani. Kwa sababu ya kile Kristo Yesu alifanya pale msalabani, Biblia inasema hivyo, we are sweet savor, we are sweet aroma. Na kwa sababu hiyo Mungu anatushindania daima ndani ya Kristo Yesu. Kwa hivyo katika jina la Yesu tutashinda yale ambayo tunapitia. Yaliyotushinda tutayashinda kwa Mungu katika jina la Yesu. Nisikia asubuhi ya leo, haleluya, niinulie mkono. We are a sweet aroma, we are a sweet aroma, we are a sweet savor. Neno linasema sisi ni manukato, ni harufu nzuri kwa Mungu, na kwa hiyo Mungu atatushindania daima. Si mara moja, si mara mbili. Kwa hivyo kile tunapitia, it's not about us. Mungu atatushindania. Sema Mungu hatanishindania. Taja hilo ndani ya moyo wako. Usilitaje jirani yako asikie, asiye akastuka anakuona kumbe ile mambo unapitia ni Mungu tu anajua. Sasa wewe ili jirani yako asijue unapitia mambo mazito. Haleluya. Na naona unacheka. Wewe litaje ndani ya moyo wako. Unapolitaja sema Mungu atanishindania. 1 2 3 litaje. Alafu Mungu atanishindania. Sasa mnaona? Hivi ndio mnapoteza miujiza yenu. Kwani mko wapi? Nimesema litaje kimoyo moyo, ama litaje hilo jambo linalokufinyilia. Kisha sema nyuma yangu Mungu atanishindania. 1 2 3 litaje. Alafu sema Mungu atanishindania. Amen. Pia sema kwa sababu we are sweet aroma, Mungu atatushindania daima katika jina la Yesu. Kwa hivyo hilo Mungu atatushindania. Linalofanywa na shetani hatatushindania. Linalofanywa na wachawi hatatushindania. Hali ngumu za kimaisha hatatushindania. Magonjwa hatatushindania. Mungu atatushindania katika jina la Yesu Kristo. Tunaendelea. Haleluya. Kwa hivyo ni Mungu anayetufanya tushinde ndani ya Kristo Yesu. Tunaenda sura ya 3. Mstari wa 3, sitasoma somo ya muda. Biblia inasema sisi ni barua ya Kristo, ni barua ya Kristo. Sisi ni barua ya Kristo. Na sikia Biblia inasema hii barua hatujaandikwa kama vile wakati wa Musa iliandikwa na kalamu. Lakini Biblia inasema Mungu mwenyewe kupitia Roho wake Mtakatifu ndani yetu. Kupitia Roho wake Mtakatifu ndani yetu, Biblia inasema ya kwamba tumefanyika barua ya Kristo. Nani anatufanya kuwa barua ya Kristo? Roho Mtakatifu. Nani? Roho Mtakatifu ndani yetu ndiye anayetufanya sisi kuwa barua ya Kristo. Kwa maneno mengine, ni Roho Mtakatifu anayetufanya tudhihirishe Kristo Yesu ndani ya maisha yetu. Kwa hivyo letu ni kunyenyekea na kujipeana
chini ya Roho Mtakatifu. Ibada ya pili tutakuwa nazungumzia kuhusu Roho Mtakatifu, tutaelewa zaidi. Biblia inasema Mungu ndiye tumaini letu, na yeye ndiye anaye tutoshelesha ndani ya Kristo Yesu. Na Biblia inaendelea kusema sura ya 3 ya kwamba Mungu ametupatia huduma ya agano jipya, la agano jipya. Biblia inasema kuna agano jipya na agano la kale. Biblia inasema agano la kale lilileta mauti, maana sheria ilileta mauti. Biblia inasema agano jipya ambayo ni Roho wa Mungu, ni Roho wa uzima, inaleta nini? Uzima. Na nilisema tutakuwa na uzima, kisha uzima tele tele katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo sisi, haleluya, ni sisi ni tuna agano, Bwana asifiwe, agano jipya katika jina la Yesu. Biblia inasema tulinganishe. Kuna kitu Biblia inasema hapa, ningetaka tukishike kabla sijaomba. Biblia inasema agano la kale lililopewa Musa. Biblia inasema Musa aliposhuka kwa mlima, wana wa Israeli hawakuweza kumtazama kwa sababu ya utukufu. Biblia inasema kama agano linalohuwa lilikuwa na utukufu kiasi hicho, anauliza neno lauliza, je, na agano jipya linaloleta uzima kwetu litakuwa na utukufu kiasi gani? Haleluya. Biblia inasema kwa hivyo mahali kuna Roho Mtakatifu, maana sisi huduma yetu ni Roho Mtakatifu, inasema kuna uhuru. Biblia inasema huyo Roho Mtakatifu anatufanya tufanane naye Yesu Kristo katika jina la Yesu, kwa utukufu hadi. Kwa hivyo kila siku Roho Mtakatifu anatufananisha na nani? Kila siku kuria Roho Mtakatifu anatufananisha na nani? If we are willing, kila siku Roho Mtakatifu anatufananisha na nani? Amen. Tusimameni katika jina la Yesu Kristo. Kuna roho nataka kuambia Mungu aihukumu siku ya leo. Kuna roho ya uchawi na ya shetani, tunataka Mungu aihukumu siku ya leo. Roho, there is a monitoring spirit. Kuna kiroho tunataka Mungu akihukumu katika jina la Yesu. Na Mungu ahukumu hiyo roho siku ya leo. Sema na Mungu ahukumu hiyo roho. Kuna roho vinasema Mungu hiyo yambatani na kile ambacho tumesoma, lakini maombi naishi ndani mwangu kukasirika. Ni maombi ambayo ningetaka tuyaombe, na ibada ya pili tutayaomba. Biblia inasema Mungu alihukumu miungu ya Misri. Mungu alihukumu miungu ya Misri. Na alipohukumu miungu ya Misri, ndio mambo yalifanyika, na Farao akaachilia wana wa Israeli. Kuna maroho nataka Mungu ayahukumu katika jina la Yesu. Na Mungu ayahukumu leo. Leo nataka tuambie Mungu ahukumu hayo maroho, alivyohukumu maroho ya Misri. Haya maroho ya uchawi na uganga, hayo maroho ya Mungu ahukumu maroho yote ya uchawi na uganga, na Mungu ahukumu kila uchawi na uganga ambao watu wakija hapa wageni, hayo maroho yanawafuatilia, yanawaondoa. Nyinyi hamjui, ila mimi najua. Mungu, hayo maroho yanayopinga ufanisi wetu, Mungu ayahukumu katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni ayahukumu katika jina la Yesu. Maroho yanayotufuatilia ya uchawi na uganga na uabudu shetani, yanayopinga ufanisi wetu na kuendelea kwetu, hayo yanayokimbizana na wageni wanaokuja hapa, hayo maroho Baba ayahukumu katika jina la Yesu Kristo. Hayo maroho Mungu ayahukumu katika jina la Yesu Kristo. Hayahukumu leo, na apitishe hukumu, na jeshi lake la malaika lifuatilie hiyo hukumu katika jina la Yesu, na itekelezwe with immediate effect. Tuombe. Nyinyi semeni amina. Kubaliani nami napoomba katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu,
Mungu wetu na Baba yetu, ni wewe Bwana uliyetuleta mahali hapa. Ni wewe Mungu, katika jina la Yesu. Yesu Bwana, ni wewe uliyetuleta mahali hapa. Tuko mahali hapa Bwana katika jina la Yesu, kwa ajili ya kile ambacho Bwana ulifanya pale msalabani. Yesu, wajua vizuri kabisa katika jina la Yesu, wajua msingi wa huduma hii, na wajua Bwana kusudi la huduma hii katika jina la Yesu Kristo. Hatuko mahali hapa Bwana kwa ajili ya kutafuta jina. Hatuko mahali hapa Bwana kwa ajili ya kutafuta umaarufu. Ila Yesu Kristo Bwana, ni kwa ajili ya kile ambacho ulitenda pale msalabani. Yesu, wajua ya kwamba hatufanyi biashara mahali hapa. Hatuusi chochote mahali hapa Bwana, wala Bwana hatufanyi ulaghai mahali hapa. Wala Yesu Kristo, hatufanyi udanganyifu mahali hapa, wala kuna yote tunayedanganya wala tunayelaghai mahali hapa katika jina la Yesu. Hakuna mfanyibiashara ambaye Bwana tunashindana naye katika jina la Yesu. Hakuna yeyote hata mmoja Mungu tunashindana naye. Ila Baba, katika jina la Yesu, ni kwa kile Bwana ulifanya pale msalabani, ndicho ambacho Bwana kimetuweka hapa. Ndicho ambacho Bwana katika jina la Yesu, ni upendo wako Mungu uliotuweka mahali hapa. Hivyo Bwana, hatushindani na mwanadamu, hatushindani na yeyote katika jina la Yesu. Hivyo Baba, katika jina la Yesu, neno lako linasema Bwana, wewe ni hakimu wa haki. Biblia inasema Bwana, hukumu zako ni za haki katika jina la Yesu. Hukumu zako Bwana ni za haki. Unafanya hukumu za haki katika jina la Yesu. Na Baba yetu, ukiwa hakimu mkuu katika jina la Yesu, ukiwa hakimu wa kweli Baba, kama watakatifu, kama kanisa katika jina la Yesu, asubuhi ya leo Bwana, tunakuja mbele zako, mbele ya kiti chako cha hukumu Bwana, tunakuja katika jina la Yesu, mbele ya kiti chako cha hukumu Baba, hakimu wa haki, mbele ya kiti chako cha hukumu Baba, katika jina la Yesu tunakuja Bwana. Tuna mashtaka ambayo Bwana asubuhi ya leo tunawasilisha kwako, ewe Baba na hakimu wa haki, katika kiti chako cha hukumu asubuhi ya leo Bwana, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, na kwa damu ya Yesu, na kile Yesu Kristo alifanya pale msalabani, katika jina la Yesu. Maana Bwana, mashindano mengine hayafai Bwana, katika jina la Yesu. Hayafai kondomu katika nyumba yako, hayafai kondomu katikati ya watakatifu, kwa kuwa Bwana ni wewe Mungu wao, kwa kuwa Bwana ni wewe mwokozi wao, ni wewe mkombozi wao, ni wewe mtetezi wetu katika jina la Yesu, ni wewe hakimu wetu katika jina la Yesu, tena hakimu wa haki Baba, katika jina la Yesu. Mashtaka ambayo tunaleta katika jina la Yesu ni dhidi Bwana ya maroho ya uchawi, ni dhidi Bwana ya maroho ya ukanga, monitoring spirit zote katika jina la Yesu, na maroho yote Bwana, na utawala wote wa uchawi na ukanga, na utawala wote wa ushetani Bwana, katika jina la Yesu, ambao Bwana unapinga Bwana, unasuia Bwana ufanisi wetu katika jina la Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, uliye hakimu wa haki, uliye hakimu wa kweli, mbele ya kiti chako cha hukumu katika jina la Yesu, tunawasilisha Bwana mashtaka yetu Bwana, katika jina la Yesu. We bring our petition in the mighty name of Jesus, in the seat of judgment, oh righteous judge, in the mighty name of Jesus. Mashtaka yetu Bwana ni kuhusu maroho katika jina la Yesu, na utawala wa giza. Hukumu yetu Bwana katika jina la Yesu. Mashtaka yetu Bwana ni kuhusu hayo maroho na utawala Bwana, katika jina la Yesu, na watenda uovu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, wanaosuia Bwana ufanisi wetu, wanaosuia Bwana kuendelea kwetu, wanaosuia Bwana fedha zetu Bwana, ambao wageni wakija wanawafuatilia na kuwaondoa Bwana kupitia nguvu za giza. Baba yetu na Mungu wetu, asubuhi ya leo mbele ya kiti chako cha hukumu katika jina la Yesu, tunawasilisha Bwana hayo mashtaka yetu,
toa hukumu Bwana. Neno lako linasema ulihukumu Bwana ile miungu ya Misri, ulihukumu Bwana ile miungu ya Misri, ulipohukumu Bwana ile miungu ya Misri. Hapa ndipo Bwana wana wa Israeli waliachiliwa Bwana, katika jina la Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, miungu ya uchawi, miungu ya uganga Bwana, hukumu siku ya leo katika jina la Yesu. Miungu ya bundu shetani, hayo maroho ya uchawi, hayo maroho ya uganga, hayo maroho Bwana ya ushetani, maroho yote Bwana yanotokana kuzimu na utawala wote Bwana, hukumu Bwana sawa sawa neno lako, sawa sawa na ahadi yako, katika jina la Yesu, inayosema Bwana hakuna silaha itakayoinuliwa kinyume nasi Bwana itakayofaulu, na kila ulimi ambao utanena Bwana kinyume nasi tunahukumu kuwa mkosa, katika jina la Yesu. Ambayo Bwana neno lako linasema utalijenga kanisa lako na malango ya kuzimu hayatalishinda Bwana. Ambayo neno lako linasema hakuna uchawi dhidi ya Yakobo, hakuna ushirikina dhidi ya Israeli, kwa kuwa itasemekana Mungu wao ametenda makuu. Neno lako linasema hakuna wakulahani kile ambacho umebariki. Neno lako linasema katika jina la Yesu, ukiwa pamoja nasi nani anaweza kuwa kinyume nasi? Neno lako linasema katika jina la Yesu, Baba yetu na Mungu wetu, hakuna ya kututenganisha na upendo wako. Neno lako linasema ya kwamba fungu, ya kwamba fimbo ya muhovu Bwana haitapata amani, haitatulia katika fungu, katika urithi wa wenye haki, ili wenye haki Bwana wasije wakanyoosha mikono yao Bwana wakanjitia najisi. Hilo ni neno lako. Neno lako linaosema yamkini watakusanyika, lakini wote ambao watakusanyika Bwana si kwa ajili yako, wote ambao watakusanyika Bwana kinyume nasi Bwana wataanguka katika jina la Yesu. Neno lako linalosema yamkini watakusanyika, lakini wote ambao watakusanyika Bwana kinyume nasi, shauri lao halitasimama Bwana. Neno lako ambalo linalosema Bwana katika jina la Yesu, kama mawindo Bwana yanaweza ondolewa katika mikono ya mwenye nguvu, umesema ya kwamba ndio Bwana mawindo Bwana yanaweza ondolewa katika mikono ya mwenye nguvu, na yataondolewa Bwana. Neno lako linasema huko kinyume Bwana na uchawi na irisi. Neno lako linalosema utaondoa nafsi mikononi Bwana ya waganga na wafanya uchawi katika jina la Yesu, ili watambue ya kwamba wewe ndiye mwenye nguvu katika jina la Yesu. Neno lako linalosema mwanadamu hawe chochote, atabaki kuwa mwanadamu, kila hawezi Bwana kushindana na wewe katika jina la Yesu. Neno lako linalosema wewe ni Bwana wa majeshi, unaitwa Yahweh Sabaothi, unaitwa mtu wa vita, hilo ndilo jina lako. Neno lako linalosema ni wewe Bwana uliye neno la mwisho hapa duniani, ni wewe mwenye nguvu, ni wewe mwenye uwezo. Tunaomba Bwana katika jina la Yesu, sawa sawa neno lako, katika jina la Yesu, pitisha hukumu yako, pitisha hukumu Bwana katika jina la Yesu, na jeshi la malaika Bwana lifuatilie Bwana hizo hukumu Bwana katika jina la Yesu. Utawala wa giza Baba tunaomba hivi ufikishwe mwisho katika jina la Yesu. Kuanzia leo Bwana usiguse chochote cha mahali hapa Bwana, na kile wamegusa waregeshe Bwana, kile wamechukua waregeshe Bwana, kile ambacho Bwana katika jina la Yesu wamesuia Bwana waregeshe Mungu katika jina la Yesu. Waregeshe maisha, waregeshe fedha, waregeshe washirika, waregeshe sadaka, waregeshe utukufu, waregeshe chochote. Huo ufalme wa giza, huo utawala wa uchawi, toa hukumu Bwana na hukumu roho wa Bwana. Tunaomba Bwana katika jina la Yesu, huo utawala wa uchawi na uganga unaotupinga Bwana, unaotuzuia katika jina la Yesu ufikishwe mwisho, ufikishe mwisho, ufikishe mwisho. Tangaza mwisho wake, tangaza mwisho wake. Hayo madhabahu Bwana, huo utawala heria hii unaotupinga Bwana na kila pahali, mwisho wake Bwana hayo mashetani katika jina la Yesu ya kwende kabisa, ino visuisi viondolewe kabisa katika jina la Yesu. Baba, those monitoring spirit, those monitoring spirit katika jina la Yesu siondolewe Bwana, siondolewe Bwana katika jina la Yesu. Na Baba tunaomba katika jina la Yesu ya kwamba mapenzi na makusudi yako ewe Baba wa mbinguni, kama jinsi yalivyo juu mbinguni, yatimie Bwana. Kusudi lako litimie Bwana
pitisha hukumu, pitisha hukumu, pitisha hukumu katika jina la Yesu ya mapenzi yako kutimia mahali hapa kuanzia sasa, kama jinsi alivyo juu mbinguni, na maisha kila moja, na utuma hii Bwana, na kanisa hili, na heria hii Bwana, na sisi Bwana, kila pingamizi kila mahali Bwana kiondolewe Bwana, kila kizuizi kila mahali Bwana kiondolewe Bwana. Pitisha leo Bwana kwa uwezo wako, hewe Roho wa Bwana, katika jina la Yesu. Tenda Roho wa Bwana, hewe Bwana wa majeshi, hewe Bwana wa vita, tenda leo hata milele. Tunaomba Bwana katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, tunaomba Bwana uregesho, 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 uregesho wa fedha zetu zilizoibiwa katika jina la Yesu. Katika ndoto Bwana, kupitia magonjwa, kupitia hali za kimaisha zozote zile zimeiba fedha zetu, zimezuia fedha zetu, zimezuia riziki yetu, Baba siregesho, Baba siregesho. Walioiba kupitia ndoto, waliozuia kupitia ndoto, kupitia sadaka zao za kishetani na kipepe, kupitia masingahumbo, kupitia maneno yao, kupitia ibada zao, Baba wa mbinguni uregesho, uregesho. Washirika waliozuia, waliohotoa Bwana, waliotawanya Bwana, Baba wa uregesho, 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 uregesho wa kila mmoja wetu na wetu Bwana wa huduma hii, chochote cha kwetu uregesho. Huo ufalme wa giza uporomoke, uanguke. Utawala wa giza ulio kinyume uporomoke, uanguke. Wa uchawi na uganga uporomoke, uanguke katika jina la Yesu. Utawanyike na kuwe na uregesho, na kuwe na uregesho, kuwe na ufufuo Bwana katika jina la Yesu, kuwe na uisho Bwana, kuwe na kuinuliwa katika jina la Yesu, furaha ya wokovu katika jina la Yesu. Sifa Baba sitande katika jina la Yesu. Utukufu wako, utukufu wako, utukufu wako, sifa zako Bwana, heshima yako, hadhima yako, uwepo wako Baba, naomba katika jina la Yesu mahali hapa Bwana, na katika maisha yetu, na kwa kila jambo letu katika jina la Yesu. Naomba asubuhi ya leo, ewe Baba wa mbinguni, uliyesiumba mbingu, uliyesiumba nchi, mtakatifu wa Israeli, katika jina la Yesu na damu mtakatifu yake Yesu Kristo Bwana, tumeomba, tumeamini na tuseme amen. Amen, amen, amen. Mungu apitishe hukumu katika jina la Yesu. Mungu apitishe hukumu. Hawatatushinda, hawatafaulu, hawatafanikiwa. Tutoeni sadaka zetu na fungu zetu za 10 katika jina la Yesu. Naona yule anaenda. Wale wa online, mtoe sadaka kama mbarikiwa. Toeni hapa katika jina la Yesu Kristo. Wale online, toeni hapo katika jina la Yesu Kristo. Na leo mchana